Na mtazamaji, umewadia sasa wakati wa kuingia ndani ya jukwaa la afya. Kwenye studio tayari daktari wangu ameshafika, Dr. Elizabeth Gitau. Karibu sana ndani ya studio. Asante sana Mwanahamisi, nashukuru kwa hapa leo. Naam, leo tunazungumzia maumivu mbalimbali ya kichwa. Mara nyingi utasikia mtu akisema naumwa na kichwa, naumwa na kichwa. Sasa maumivu ya kichwa, mwanzo tujue ni ugonjwa ama ni hali ambayo inatokana kwa sababu kuna kitu hakiko sawa ndani ya mwili? Maumivu ya kichwa si ugonjwa, ni dalili ya ugonjwa ambao ule mgonjwa anayo. Na kweli vile ambavyo umesema, watu wengi wanakuja hospitali kwa sababu ya mashida ya maumivu ya kichwa. Tuseme kwa mwaka nusu ya watu duniani watapata maumivu ya kichwa mara moja kwa mwaka. Nusu ya watu. Kwa hivyo ni watu wengi wanakuja hospitali wakisema wanaumwa na kichwa. Kwa hivyo mtu anapoumwa na kichwa inaweza kuwa ni kitu kidogo kama hujakunywa maji, ama inaweza kuwa pia vitu vingine ambavyo hata kitu kama stroke kama hypertension. Kwa hivyo kama kuumwa na kichwa, lazima sasa tuangalie kichwa ni upande upi wa kichwa. Ni inauma vipi? Imekuwa siku ngapi? Inakuja na dalili zingine zipi? Ndio tujue haswa shida iko wapi. Sasa unasema angalau nusu ya watu duniani watalalamikia kuumwa na kichwa angalau mara moja kwa mwaka. Lakini kuna wale wengine ambao kichwa wana mazoea ya kulalamikia ugonjwa wa kichwa ama kuumwa na kichwa. Je, kuna watu ambao wako katika hatari ya kupata maumivu ya kichwa katika maisha yao ama huwa inakuwa namna gani? Kweli vile tumesema, kuumwa na kichwa ni dalili, na kuumwa na kichwa ni dalili ambayo kwanza unaweza kupata ni mishipa ya damu ina shida, unaweza kupata ni mishipa ya fahamu nerves ina shida, ama misuli ina shida. Kwa hivyo kuna watu ambao wakiwa na shida ya hizo vitu ambavyo nimetaja wanaweza kuumwa na kichwa mara kwa mara. So kuna wale ambao kama wale wana shinikizo la damu ambayo hajatibiwa wataumwa na kichwa kwa mara. Alafu kuna wale tuseme wana ile shida tunaita migraine ambayo pia inaletwa na shida ya nerves, pia inaweza kuwapatia shida ya kuumwa na kichwa mara kwa mara kulingana na zile exposure wamepata. Kwa hivyo kuna wale wanaumwa kichwa mara mingi, na kuna wale mara kwa mara wakiwa na magonjwa mengine kama ukipata homa mara mingi utaumwa na kichwa. Umezungumzia nerves. Nerves hizi ni za kwenye kichwa ama za sehemu yoyote? Ni za kwenye kichwa. Unapata ya kwamba kama ukikuwa na shida yote hapa kwenye jaw, unaweza kupata unaumwa na kichwa. Ukipata kama wale wanapata migraines, mara mingi unapata kuna zile nerves ambazo zinapitia kwenye kichwa ambazo zina supply misuli kwenye uso ama kichwa, inaweza kuwapatia maumivu ya kichwa. Okay. Maumivu ya macho yanaweza sababisha mtu kupata kuumwa na kichwa? Ndio, kwa sababu unapoumwa na kichwa mara mingi tunauliza hii kuumwa na kichwa imetoka wapi? Unapata kuna watu wengine kwamba shida ya macho kuona, ambao wako na ile tunaita visual challenges, kama uoni mbali na una strain, ama pia watu ambao tunatumia kompyuta sana mara mingi kwa sababu ule mwangaza wa kompyuta, mara mingi unapata watu wengine wanaumwa na macho na kisha wanaumwa na kichwa. Kwa hivyo ndio, ukiumwa na macho wakati mwingine utaumwa pamoja na kichwa. Na matatizo ya kuumwa na kichwa kwa watoto wadogo pengine tuseme huwa yanatokana na nini? Watoto wadogo mara mingi unaweza pata ni kutazama TV kwa wingi. Wengine wao unapata wana shida ya macho lakini hawajui kusema. Mara mingi hawaoni, kama wakiwa shuleni hawaoni ubao. Kwa hivyo mara mingi unapata kama wana strain kuona, na hiyo inaweza kuwapatia. Kitu kingine, kunywa maji. Watoto wengine pia dehydration, unaweza kupata wanaumwa na kichwa kwa sababu wana dehydration. Na kuna wale watoto ambao wanapata shida za homa ama sinuses, pia hao wanaweza kupata kichwa kuuma. Na tukiendelea tutaona mtu atajua vipi kichwa ni aina shida yenyewe iko wapi. Daktari akikuuliza maswali anajaribu kuona ni upande upi wa kichwa, ni wakati upi inauma vipi, ili aweze kujua haswa nini kinaweza kuwa kinasababisha.
Tuje katika mazingira. Je, kwa namna moja au nyingine nayo pia anaweza kuchangia mtu kuumwa na kichwa? Kweli yaweza kuchangia mazingira, manake kuna wale watu wanapata sinuses. Ukiangalia mara mingi kama watu ambao wako na allergies, mara mingi sinuses zao zikikuwa inflamed wanaweza kupata kuumwa na kichwa, na hii inakuja haswa wakati wa baridi ama wakipata exposure kwa marashi, vitu ambavyo vinawasumbua kwa mapua. Kitu kingine pia, kuna wale wenye migraines, mara mingi unapata wakati mwingine wanapata hormonal changes kwa wanawake, wanaweza kupata hizo migraines zinapata kurudi. Kwa hivyo mazingira pia yaweza kuchangia, na wakati pia kuna joto sana, watu wengine kwa sababu ya kutokunywa maji, wakati mwingine pia wanaweza kupata kuumwa na kichwa kwa sababu ya ile dehydration. Okay, na hakika kwamba kuna aina mbalimbali za kuumwa na kichwa. Hivi sasa mwelekezi wangu kama anaweza kutuwekea tu pembeni, ukiwa umekaa tu hapo, utakuwa unatizama pale, alafu uweze kutueleza, je, aina zile za kichwa ni nini na pengine huwa zinakumba watu gani kwa sana? Kwa hivyo kuna aina nyingi za kichwa, na maybe zile picha ambazo tumeweza kuwapatia mtazamaji. Kuna zile tunaita tension headache, na wakati mwingi ukipata ile mawazo mengi, unapata ile kusikia ni kama umefungwa na kamba kwenye kichwa. Kichwa kinauma na ni kama iko tight. Hiyo ni mara mingi unapata tunaita tension headache, na mara mingi unapata kama mtu ako na stress ama mawazo mengi ama hajalala kwa muda, mara mingi unapata anapata hiyo tension headache. Sasa ina maana ni kichwa chote. Kichwa chote, na inakaa ni kama umefungwa na inakuja round. Unapata utosi kwenda nyuma, ni kama kichwa chako kimeshikiliwa na kitu kinakaa ni kama kiko kizito. Kichwa ni kama kiko kizito, wakati mwingi unapata hiyo ni tension headache. Na watu wengi hapo tension headache ndio kwa mara mingi wanapata, na huwa inaenda baada ya ukikunywa dawa baada ya dakika 30, ama ukilala ama ukinywa maji, mara mingi unapata watu wengi dakika 30 hivi kichwa kinaenda. Okay. Kuna ile tunaita migraine, ile ambayo iko upande mmoja. Unapata upande mmoja wa uso na kichwa unasikia ni kama unagongwa na nyundo. Na wakati mwingi unapata watu ambao wanapata migraine inaanza na shida ya kuona. Mara mingi anaanza kuona kama anaona mwangaza mwingi, ama anashindwa kuona, ama kulingana na ile senses ya harufu, anasikia harufu ambayo inamsumbua. Sasa hiyo migraine naomba tuiweke kando kidogo, maanake naona itabidi tuizamie kisawa. Kabisa. Kwa hivi sasa tuendelee na zile aina. Kwa hivyo migraine ni upande moja, ni kama kugongwa na nyundo. Kuna wale wanapata shinikizo la damu, hypertension. Mara mingi unapata kichwa kinauma nyuma na juu. Kichwa kinauma nyuma na juu ya kichwa, ndio wanasema mara mingi wanasikia pale juu ya kichwa, ndio wanasikia kichwa kinauma. Kuna wale pia wanapata ile tunaita cluster headache, na hii cluster headache mara mingi watu wanakuwa ni kama pia wale wa migraine, kwa sababu inarudi kwa muda. Mtu anaumwa na kichwa haswa karibu na jicho moja, na ni upande mmoja. Mara mingi unapata jicho lile saa nyingine linakuwa pia nyekundu, au ni pia wa cluster headache. Alafu naiwa jicho wakati mwingine unasikia hao ndio kweli, hao ndio tunasema wanapata cluster headache. Na mara mingi unapata pia iko katika watu fulani, na mara mingi tu inaletwa na zile inaletwa na vitu vile ambavyo pia migraine headache inaweza kuwa. So tukiangalia migraine headache tunaweza pia kuangalia cluster headaches. Okay. Sinus nilikuwa nimeguzia, na ni wale ambao ukiangalia wanaumwa na uso, na pia wakiinama kichwa kinauma zaidi. Mara mingi hao ni sinus, na mara mingi ni infection. Kwa hivyo hao wanaenda kwa daktari ambao wanaangalia ear, nose and throat. Sasa mara nyingi kama hiyo ya sinus huwa inasababishwa na nini? Mara mingi infection, kuna yule kupata homa, kwa sababu unajua sinus ni nyuma ya mapua. Ukipata infection ya sinuses, na kuna wale wanapata infection inaenda kama viral infection, na kuna wale wako na ile tunaita chronic sinusitis ambayo iko kwa muda. Mara mingi sinus zao zinakuwa mara mingi ziko inflamed. Kwa hivyo mara kwa mara, kulingana na kama wakipata allergy ama wakipata exposure kwa vitu ambavyo vinafanya sinus ina react, unapata mara mingi wanaumwa na kichwa, na mara mingi ni
ni uso mara mingi. Kuna maumivu unasikia hivi? Unasikia kwenye uso karibu na mapua ama hapa. Ukifinya hapa wakati mwingine pia unasikia ama hapa, kwa sababu sinus unapata iko hapa. So mara mingi utapata karibu na uso. Sasa mtu atajuaje kwamba hiki kichwa changu kimetokana na sinus? Mara mingi ni kwa sababu vile kichwa kinauma. Unaona kiko mbele, anajijua kwamba shakwenda hospitali akaambiwa wewe una sinus. Anajua nikianza kusikia kichwa nikifinya hapa nikisikia anajua ni kweli. Lakini kuna ule mwingine ambaye hajajua, yeye anasikia kichwa tu kinauma kila wakati. So mara mingi sasa utapata tunaangalia kichwa kinauma wapi. So ukipata kinauma mbele na ni uso, tunaangalia kama shida ya sinus. Saa zingine itakuja pia na shida ya mafua, ni kama mapua yanakuwa ni kama yako blocked ama unatoa makamasi. Wengine pia wanapata hata joto kwa mwili kama ni ile infection, hasa watoto wanapata joto kwa mwili kama fever. Mara mingi unapata hao ndio utajua kama uko na sinus, kwa sababu utapata symptoms zingine ambazo zina either mapua ama masikio itakuwa pamoja na hiyo kichwa. Okay. Kuna wale ile kama umegongwa, tuseme umegongwa na kitu, kichwa kitauma mahali ambapo umegongwa. Mara mingi ndio tunaita post traumatic. Ukipata ajali, ukianguka vipi, hiyo ni rahisi, manake mtu atajua haswa chanzo cha hiyo ni nini. Kuna wale ambao wako na shida ya ile joint ya jaw karibu na masikio, kwa ile tunaita TMJ junction. Kuna watu ambao wanapata shida ya nerves pale, na wakipata shida ya nerves pale mara mingi wataumwa na kichwa karibu na masikio, mwisho wa jaw. Mara mingi unapata hawa wako na shida ambayo inahitaji daktari wa meno, wale tunaita maxillofacial surgeon. Unapata wako na shida ya nerves, kama nerves imeshikwa pahali, na uchungu huu ni uchungu ambao ni uchungu wa juu zaidi. Unapata unaumwa na kichwa hata huwezi kusonga, manake ni nerve ambayo imeshikwa. Uchungu wote ambayo inatoka kwenye nerves inakuwa ni kama unasikia moto, unasikia ni uchungu mwingi zaidi. Na kuna wale wanapata kuumwa na kichwa na si kama sinus, manake si iko kwenye uso, iko kwenye utosi. Hiyo ni exertion. Watu kama umechoka sana, hujalala vizuri, pia unaweza kuumwa na kichwa, na mara mingi ni kwenye utosi. Alafu pia kuna ile zungumzia utosi, daktari unamaanisha? Utosi ni forehead. Paji la uso. Paji la uso. Utosi ni hapa. Haya, paji la uso. Asante Bwana Hamid. So ukipata ile tunaita exertion headache, mara mingi unapata unaumwa kwenye forehead, na saa nyingine pia macho yanaweza kuuma, ni kama inasingizia uso mzima, karibu kufanana na sinus, lakini hiyo inakuwa karibu na kwa uso mzima. Okay. Sasa ni dalili zipi ambazo mtu ataziona ambazo zinamaanisha kwamba huyu mtu lazima apate kumwona daktari kwa haraka? Ukimwona kichwa mara mingi tunasema unaangalia kama umelala vizuri, kama umekunywa maji kwa vizuri, umechoka, vitu kama hivyo. Vile vitu ambavyo lazima uende kwa hospitali. Kama unaumwa na kichwa na una joto mwilini, ile tunaita fever, hiyo lazima uende, manake inaashiria kwamba kuna shida nyingine, kwa sababu ukiwa na shida yote ya infection, mara mingi unaumwa na kichwa, kwa hivyo lazima uende. Ukiwa na shida yote ya kuumwa na kichwa na unasikia ni kama unapoteza fahamu ama una faint, hiyo pia ni shida nyingine ambayo inaashiria kuna hatari zaidi. Ukikosa nguvu upande mmoja wa mwili, wale ambao tunasema tunaweza kushukia wanaweza kuwa wanapata stroke. Unaumwa na kichwa, unasikia kama mkono mmoja ni kama unakufa ganzi ama unakuwa mzito, huo ni mtu ambao lazima aone daktari. Kama unaumwa na kichwa kimepita siku 3-4 na hakiishi, umekunywa dawa kiishi, dawa zikiisha kichwa kinarudi. Na mara mingi watu wengi wa shinikizo la damu ama high blood pressure, mara mingi wanaumwa na kichwa na kunywa Panadol miezi hata mwaka, na kumbe shida ambayo haijatatuliwa. So hao, kama unaumwa na kichwa ikishapita siku 3-4 lazima uende kwenye daktari. Na pengine hivi sasa
tukirudi katika ule mchoro ambao tulikuwa tumeuweka, umetuambia kuna ya kwanza ni kichwa ambacho kinasababishwa na stress. Huu ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo una uhusiano gani na kichwa kuuma, ama kitu gani hufanyika mpaka kikenda kikapeleka ujumbe kwenye kichwa kikaanza kuuma? Kwa sababu stress ambayo inatoa ile, kuna zile kemikali zinatoka wakati unafikiria kwa wingi, ambapo mwili wako unaona ni kama iko kwenye danger kwa sababu ya mawazo. Kwa hivyo kuna zile kemikali zinatolewa kama adrenaline, na wakati zinatolewa, wakati mwingine inasababisha zile blood vessels zinakuwa zile blood vessels zinakuwa ndogo. Tunasema constriction kwa sababu ya hiyo adrenaline. Manake mwili wako uko tayari kukimbia ama kwenda kukimbia ama kupigana, ile tunaita fight or flight. So wakati ambao uko na ile adrenaline, zile blood vessels zinakuwa ndogo, na kwa hivyo kwa sababu ya hiyo kukua ndogo, wakati mwingine haupati oxygen supply vizuri, wakati mwingine kichwa kinauma kwa sababu ya hiyo. Okay, na ni wakati gani ambapo maumivu ya kichwa yanaweza kusemekana haya ni ishara kwamba kuna tatizo kubwa la kiafya mtu anaweza kuwa yuko nalo? Mtu anaweza kuanza kuhisi kuona nini? Kama kuna tatizo, kama kuna kupoteza, nilikuwa nimetarajia kupoteza fahamu, kuna wale wanapata pia zile seizures ama kama kifafa hivi, au tunajua kwamba kuna shida. Kama imekaa muda mrefu, kama unaumwa na kichwa na hata ukinywa dawa za kusaidia kama zile Panadol, paracetamol haisaidii, hiyo tunaangazia. Kama kichwa haswa kinaletwa saa ingine na pia kupoteza ganzi ama kukufa ganzi, pia hiyo ni shida kubwa. Ama kuumwa na kichwa ile ambayo kuna wale unasikia wanasema hii sijawahi kuumwa na kichwa hivi. Pia kama tunasema severity, kama severity iko juu kushinda vile ambavyo unaumwa na kichwa siku nyingine, pia hiyo inaashiria kunaweza kuwa na kitu ambacho kina hatari. Kuna watu ambao wana mazoea ya kununua dawa za kupunguza maumivu bila kuzitaja dawa gani. Je, kuna hatari ya kwamba mtu akisikia kichwa anakwenda kununua dawa tu bila kumwona daktari? Ni kama vile ulivyosema, kuna aina fulani, sijui ilikuwa ni gani hapa, sijui ulikuwa unasema ni hii ya stress nafikiri. Tulikuwa tunasema ukimeza dawa inakaa muda fulani, baada kama nusu dakika hivi kichwa kinarudi kwa sasa. Kuna mtu ambaye pengine mazingira yake yanamweka katika msongo wa mawazo kila wakati. Sasa mtu huo anajua kwamba mimi nikiwa na hizi stress, nikianza kuumwa na kichwa, nikimeza dawa ya kupunguza maumivu na wasawa. Kuna hatari yoyote ya kuendelea kujitibu mwenyewe pale nyumbani kwa kutumia hizi dawa? Kuna hatari, na hatari ni mbili. Kwanza kuna ile hatari kwa sababu haujaangaliwa haswa chanzo cha kuumwa na kichwa ni nini. Kama una ile ugonjwa tuseme kama shinikizo la damu na unakunywa dawa za maumivu kila wakati na pressure inaendelea kupanda juu, siku moja utaamka upate stroke. Unaona, haijatibiwa. Kuna mtu mwingine ambayo hata anaweza kuwa na brain tumor na hajui, manake anakunywa dawa na hajatibiwa. Kwa hivyo kunywa dawa za maumivu kama hujaangaliwa haswa chanzo cha kuumwa na kichwa ni nini, ni hatari, manake hatutaweza kujua uko na shida gani, na itakuja baadaye wakati ambapo hauwezi kusaidika. Cha pili, dawa hizi za maumivu zinasababisha mashida ya tumbo mara mingi, ama pia la ini. Kama unatumia dawa hizo inaweza kuathiri tumbo lako ama ini lako, so unapata zile complications za kutumia dawa za maumivu kwa wingi. Sasa pengine dalili gani mtu atajua kwamba hizi dawa nimezitumia tayari zimeanza kuniathiri tumbo langu? Pengine mtu atakuwa anahisi nini? Mara mingi ni unasikia joto kwenye tumbo, ama kuumwa na tumbo, ama gesi kwenye tumbo. Mara mingi utapata symptoms zitakuwa hizo. Unasikia ni kama umeanza kupata acidity, ama kama unakana kama mtu ako na ulcers. Na ni wakati gani matumizi haya ya hizi dawa mtu pengine, manake kuna mwingine atakuwa anatumia dawa hii anaona nikitumia aina hii ya dawa siku hizi haina nguvu kwangu. Anaenda na upgrade, anakwenda anatumia dawa nyingine, anatumia dawa nyingine. Hapa napo pengine utamshauri vipi mtu yule? Tamshauri kama una maumivu ya kichwa,
haswa ni vyema kujua shida ambayo inasababisha kuumwa na kichwa. Hata wale tunasema wanakuwa na migraine ambayo inaletwa na vitu environmental. Mara mingi ni vizuri kujua ili uavoid usije ukaumwa na kichwa. Kama unajua kuna shida ya mara mingi unaumwa na kichwa kwa sababu ya change in hormone ama chakula ambacho unakula, mara mingi unajaribu kujiondoa kwa hizo badala ya kutumia madawa. Na pia kama uko na ugonjwa mwingine ni vyema kuangaliwa ili kama tunajua shida haswa ya kichwa ni nini, unatibiwa ile shida badala ya kunywa dawa. Tumezungumzia brain tumor, ukasema pia huenda ikawa ni sababu ya mtu kuanza kuumwa na kichwa. Je, hii brain tumor huwa inasababishwa na nini na dalili za awali zinazojitokeza huwa ni kama zipi? Maanake utakuta mara nyingi watu ambao wamepatikana na tatizo hili likija likigundulika huwa limeshakithiri mpaka mtu anakuwa hawezi tena kutibika. Ni kweli ambapo brain tumor mara mingi ikiwa katika zile stage za chini, saa zingine haina symptoms. Unapata kwa unaumwa na kichwa mara kwa mara na mara mingi hata ukinywa dawa inaisha. Kwa hivyo mara mingi tunaangalia kama mtu ako na dalili zingine, na saa zingine si lazima mtu awe nazo ya. Saa zingine unapata kwamba kulingana na pahali ile brain tumor iko, kwa sababu brain tumor ni zaidi ya hata 20, ni types nyingi za brain tumor. Kwa hivyo huwezi kujua haswa ni gani ambayo itasababisha maumivu ya kichwa. Mara mingi ni kulingana na pahali tumor iko, kulingana na ile size ya tumor ambapo itasababisha maumivu ya kichwa. Lakini vitu ambavyo mtazamaji anaweza kuangalia, kwanza kuna wale wanaumwa na kichwa na saa zingine hata kupoteza macho, hawezi kuona. Kuna saa nyingine unaumwa na kichwa unapata uwezi kuona, ama kupoteza nguvu mwilini, unakosa wakati mwingine unaamka umepoteza ile ability ya kutumia kama mkono ama mguu, unapata kama imekufa ganzi, ama uko na shida zingine za kusikia ama harufu nini. Kuna vitu ambavyo hauwezi kujua zinaambatana na kuumwa na kichwa, lakini ambapo tukichukua ile history tukikuzungumzia, tukiuliza kama kichwa kinakuja, kama kuna symptoms zingine, unapata wakati mwingine mtu atakwambia saa nyingine hata harufu inapotea, ama kuzungumza anashindwa kuzungumza, na hiyo inakuwa ni later stages, ama kusikia kizunguzungu, ama ile tunaita fainting, kupoteza fahamu, ama ile tunaita seizures, ile kama mtu ako na kifafa. Hizo ndio vitu ambavyo tunaweza sema ni ukipata hiyo na uko naumwa na kichwa, ni vyema kuangaliwa kama kuna shida nyingine, ama unaweza kuwa na brain tumor. Na kuna watu fulani ambao pengine wako katika hatari ya kupata brain tumors. Ama ni vitu gani ambavyo vinamweka mtu katika hatari ya kupata hizo tumor? Kusema kweli, brain tumors ni zile tumors ambazo mara mingi hauwezi kuashiria nini haswa inasababisha kupatikana kwa brain tumors. Mara mingi unapata brain tumors unapata kwa watoto, manake bado mili yao inakuwa, wengi unapata ni watoto wadogo, na mara nyingine unapata pia kuna ile family history ama hereditary, ile genetics, utapata mtu anapata brain tumor, ama mtu ambaye ampata saratani nyingine. Tuseme kama umekuwa na saratani ya matiti, unaweza pia hiyo saratani yenyewe ikaenda ikasababisha tumor kwenye ubongo, ndio. Na hali hiyo pengine hutibika kabisa, ama mtu akishapata basi ina maana kwamba atakuwa anadhibiti tu, ama anaweza kupata matibabu na ikaisha kabisa? Mara mingi brain tumors ni kulingana na kwanza iko wapi. Manake lazima sasa wale neurosurgeon waangalie iko wapi, inaweza kutolewa bila kusababisha kifo cha mgonjwa. Manake saa nyingine unapata pahali brain tumor iko, ikiweza tolewa inaweza sababisha hata kifo cha mgonjwa. Kwa hivyo wanaangalia ile size ya tumor, wanaangalia wapi iko, na kuna aina nyingi ya kuweza kusaidia watu ambao wako na brain tumor. Kuna zile upasuaji, kutolewa. Mara mingi pia kuna ile inaitwa radiotherapy, kuchomwa, ambayo inaweza pia kusaidia brain tumor. Kwa hivyo ni kulingana na type of brain tumor na size. Sawa sawa. Tunataka tuzungumzie hizi migraine, maumivu sugu ya kichwa. Lakini tutafanya hivyo baada muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa tunapata mapumziko mafupi, na pia nakueleza tu wakati huu pia
pia na kupatia fursa adimu ya kumuuliza daktari maswali. Iwapo utakuwa una swali lolote ungependa daktari alijibu kuambatana na mada yetu ya leo, ikiwa ni maumivu ya kichwa, basi unaweza kusema nasi kupitia nambari zetu ambazo ni 22422, na baadaye tutakapokuwa kwenye dakika za mwisho kule, pia tutafungua laini za simu ili uweze kuzungumza na daktari moja kwa moja. Kwa sasa tupate matangazo ya biashara, kisha tutarejea.